Kwa hiyo kilichofanyika na jeshi la polisi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam chini ya SACP Mlilo, ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam, naunga mkono sana, na kwamba yoyote kiongozi yoyote ambaye hatatii sheria na matakwa yote yaliyowekwa ashughulikiwe kwa mujibu wa taratibu. Viongozi hawa kama wamekamatwa, naamini watakuwa kwenye mikono salama na watawajibika kujibu kwa mujibu wa taratibu kama ambavyo ilipaswa kuwa. Na kama inawezekana kwa mtu yoyote ambaye anaona ni muhimu kuja kufanya vurugu kwenye ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, tunampatia muda akafanye vurugu kwenye mikoa au nyumbani anakotokea. Kamwe asiharibu amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Baada ya kusema haya, ndugu wa Tanzania, nimeona nizungumze haya machache kwamba imezuka tabia ya kutafuta sifa na kutafuta huruma kwa Watanzania baada ya kufanya mambo yasiyofaa. Tusiwe washabiki hata kidogo kwa tabia hizi ambazo si njema na ambazo tukiziruhusu zinaweza mwisho wa siku zikasimamisha taifa na tukaanza kuunda upya amani iliyopo. Tuheshimu zile R4 ambazo ameziasisi Mheshimiwa Rais na ambazo tunaamini ndio msingi mkubwa wa kulijenga taifa letu. Na kama hujazielewa hizo, ni muhimu pia kufuata taratibu zingine za kisheria ili kuweza kufikia katika yale ambayo taifa linaweza kuwa limejikita huko katika kuhakikisha tunalikuza, tunalijenga na kuweka mshikamano ambao utadumu leo na hata baadaye. Baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, mkawe mabalozi wazuri kwa watu wote, kwamba huu sio wakati hata kidogo wa kuitana kutoka mahali mbali au kutoka sehemu zote za Tanzania ili kuzungumzia agenda ya kufanya vurugu au kuzungumzia agenda ambayo ni nje na agenda za kitaifa.